Promova TV, a home of testimonies. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, andiko linasema neno lako ni taa ya miguu yetu. Nasi tuko chini ya mkono wako sasa, tukiomba utuangazie katika neno lako, tuweze kutoka hapa jioni hii na neno katika mioyo yetu. Tuweze kutii, tuweze kutenda, tuwezeshe Bwana, katika jina la Yesu ninaomba, amen. Neno letu jioni ya leo, neno la jioni ya leo linatoka katika kitabu cha Luka mtakatifu, sura ya 8 mstari wa 9 mpaka wa 11. Ninayezungumza ni John William Mgara, mchungaji wa kanisa la Mwanza. Twende katika kusoma neno. Wanafunzi wake wakamuuliza maana yake nini mfano huo. Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Jioni ya leo nilikuwa nataka kuzungumza na habari ya mbegu. Mbegu kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyoieleza, anaeleza tu kwamba kulikuwa na mkulima, alikuwa analima, halafu ana mbegu, zingine zikaangukia kwenye kichaka, zingine zikaangukia kwenye barabara zikaliwa na ndege, zingine zikaangukia pazuri zikaota. Lakini neno langu jioni ya leo lilikuwa linataka niwafafanulie zaidi na kuwaweka vizuri kuhusu mbegu. Mbegu ina maana kubwa sana katika maisha ya wanadamu. Kama ukichunguza mbele zaidi, utagundua kwamba inakuwa hata vigumu mtu kuelewa. Nilikuwa nimeleta hapa mifano, naomba uchukue uangalie mbegu hiyo na uione hii mbegu jinsi ilivyo. Je, unaweza kuamini kwamba hii mbegu ndani yake imebeba muhindi wa kuchoma? Unaweza kuamini kwamba hiyo mbegu ndani yake imebeba ikioteshwa hii mbegu moja, ikizikwa itazaa mbegu zingine kama hizo 500. Nimenunua muhindi huu kwa ajili ya wanafunzi wangu na watoto wangu. Nataka wajue vitu, jinsi ambavyo maneno ya Biblia yana maana nzito. Mbegu ni kitu kikubwa mno. Kwa hiyo ukiona yai ni kama umeona zizi la kuku. Ndiyo, kwa sababu hilo yai linaweza kutumika likazaa, likapitiliza, watu wakapata nyama, wakapata chakula na vitu ya namna hiyo. Mbegu ya muhindi kama huu, ukiiona umeona shamba la mahindi. Si kitu cha kawaida, ni kitu kikubwa mno mbegu. Na Yesu anaposema kwamba neno lake ni mbegu, ina maana kubwa sana. Ndiposa unatakiwa uelewe sasa kilichojificha ndani ya mbegu ni nini. Na ndicho ambacho watu hawakujali kujifunza na kuangalia kwamba maana Yesu Kristo anataka tuone nini? Yesu Kristo anataka uone kwamba ndani ya mbegu imebeba mamia ya mbegu. Kwa hiyo nilitaka waone dhahiri, waone wazi kabisa jinsi mbegu moja inavyoweza kuzaa na
tukiweza kuhesabu hiyo mbegu ilivyozaa haya mahindi, mbegu moja inafikisha mahindi 300 mbegu 300. Kwa hiyo mbegu Yesu Kristo anavyoiwakilisha kwetu inabidi tufikirie kweli. Kwa hiyo ukiona kambuzi kadogo, umeona zizi la mbuzi. Ukiona yani mbegu imebeba vitu vikubwa mno katika maisha ya watu wamtafutao Mungu. Bwana asifiwe. Embe imebeba, mbegu ya embe imebeba maembe. Bwana asifiwe. Ukila embe unaweza kuidharau, unaweza kuitupa huko, lakini imebeba mbegu ile, imebeba embe, mti wa embe. Na kwa hiyo ni kitu kigumu sana kutafakari na kuweza kufikiri hivi, lakini elimu ya mbinguni na maarifa ya mbinguni yanaweza kutufanya tuone namna hiyo. Ukiona nazi imebeba mnazi. Bwana asifiwe sana. Na niliwaletea hapa ubuyu ili waone jinsi mbuyu ulivyo mkubwa, lakini uko kwenye mbegu. Sijui nimeweka wapi hiyo mbegu za ubuyu, sijui nimepeleka wapi, lakini uone kwamba kile kimbegu cha ubuyu hiki kinaweza kuleta mti mkubwa namna ile. Kwa hiyo Yesu Kristo anapotuambia kwamba neno lake ni mbegu, ina maana kubwa mno katika maisha ya mwanadamu. Tunahitaji kutafakari, tunahitaji kuzingatia kwamba mbegu ina maana kubwa mno na ni muujiza. Watu wanataka waone miujiza, watu wakifufuka, watu wakipona, lakini watu hawaangalii muujiza huu ulioko ndani ya mbegu. Ni muujiza mkubwa mno. Mungu atusaidie. Tunaishi katika ulimwengu wa miujiza, na Mungu anatupenda, na Mungu ametufanyia miujiza mikubwa mno. Sio tu hiyo ya kupona au ya kupata kitu unachoomba, lakini ukiangalia mazingira tunayoishi, maisha ni muujiza. Mungu anafanya vitu vikubwa sana, ameweka tayari vitu vikubwa sana kwa ajili yetu. Kama mtu anayejenga nyumba, akaweka kila kinachohitajika katika hiyo nyumba, na sisi tupo tu ili kuishi na kuenjoy vile vitu vilivyowekwa katika nyumba ile. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu, tuna kila sababu ya kumsifu Mungu kwa kile ambacho ametutendea, na ndicho kitu ambacho nilitaka tujue. Yesu anasema nini anaposema kuhusu mbegu? Kumbe neno lake ni mbegu. Ndio. Bwana asifiwe. Kumbe neno lake ni mbegu. Kumbe neno lake linaweza kufanya mambo makubwa kweli katika maisha ya mwanadamu. Basi tuishie hapo leo, ndio neno la jioni ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunajifunza mambo makubwa mno katika maisha, na mambo ambayo yamedharauliwa, na mambo ambayo hayazungumzwi, lakini tunaona jinsi ambavyo Yesu analiweka mbele yetu, na tunapotafakari tunagundua kwamba ni jambo kubwa mno Yesu kusema kwamba neno lake ni mbegu. Nasi Bwana, tunanyenyekea miguuni kwako ya kwamba tutaweza kupata baraka na kupata neema ya kuweza kufumua na kuona ndani ya mambo haya Mungu unayotaka tuyaelewe. Asante kwa jioni ya leo, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Mimi ni John William Mgara. Mimi ni mchungaji wa
kanisa la Mwanza na ni mwangalizi wa kanda ya Ziwa. Na hapa kanisani kwetu hapa Mwanza tuko eneo hili la Isamilo D 169, na mtu yoyote anaweza kuja. Ukifika mahali panaitwa The Joint upande wa kushoto, napotazamana na The Joint ndipo nyumba yetu ilipo. Mungu atuwezeshe. Mawasiliano yetu ni 0713 namba ya simu 205 057, na tunapatikana katika simu hiyo, na kama nilivyosema tuko hapa Isamilo ploti namba 169, na mtu yeyote akituhitaji anayekuja hapa Isamilo The Joint, tuko hapo, tuna mkabala na The Joint. Karibuni sana, karibuni sana. Promova TV, a home of testimonies.